kwa habari jamii. Burudani na michezo tunaweza kuzipata hapa. Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu mzee wa Nyavuni. Yaani kwamba waandishi wengi wanapenda sana kuizungumzia Yanga, iwe kwa heri, iwe kwa shari, lakini sisi hatuwezi kupaniki kwa sababu kwamba tumeshajipanga na hao waandishi. Unajua Yanga ni club kubwa sana Afrika. Kwa hiyo mwandishi ili utoke mjini lazima uizungumzie Yanga, ili uisakame Yanga. Hivyo unaweza kuizungumzia klabu yoyote ukasikika kweli? Niizungumzie Yanga ili uende mjini. Ndio maana waandishi wengi wanacharuka kuisema Yanga. Ndio maana unakuta mtu tu katoka huko kwenye radio yake Mbao Bondeni FM, basi anaanza yeye sasa kuwasema Yanga. Lakini kwamba Yanga ndio klabu kubwa Afrika. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia kwamba Dar es Salaam Yanga Afrika, lakini siku hizi tunaanza na Young Africans kwa sababu ni vijana wa Afrika yote imeenea Yanga. Ndani ya Yanga. Kwa hiyo wewe unapohitaji Yanga, mimi naamini kwamba kuna kitu unahitaji ili wewe uwe mkubwa. Waandishi wengi wamekuwa wakubwa kwa ajili ya kuisema Yanga. Na sisi huwa tusemi kwa maneno, sisi tunafanya vitendo. Tu basi. Kabisa. Kama ilivyo kazi yetu. Kabisa. Bana, tukienda kimataifa tunaenda Young Africans ikiwa bado ina mchezaji wao ambao ikiwa ni majeraha ambao amefanywa upasuaji wa goti sasa hivi, ambao tukimzungumzia Clement Mzize ambaye ni moja kati ya wachezaji ambao ni tegemeo pale Young Africans. Hii wewe katika kuingia mchakato wa kimataifa unazungumzaje kwa kumkosa Mzize? Kwanza Mwenyezi Mungu amweke vizuri, amponeshe haraka. Kwa hiyo apone haraka katika majeraha yake. Ameenda kufanyiwa matibabu South Africa ambayo alikuwa anamsumbua muda mrefu. Alikuwa akicheza kidogo tu anaumia, anasikia maumivu. Kwa hiyo yale maumivu Yanga sasa hivi ni kubwa sana. Yanga sasa hivi tofauti na Yanga ya zamani, useme kwamba labda mchezaji tumfunge mabandage. Sasa hivi mchezaji akiumia Yanga hata ukucha ukitoka anapelekwa South Africa kwenda kutibiwa. Nifikia huko. Yanga ni club kubwa brother unavyokuambia. Kwa hiyo Mzinze nikisema kwamba ana pengo nitakuwa nimemkosea. Mzinze pale Yanga pengo lake lipo. Mzinze ni mchezaji ambaye ni wa ghali sana kutokea Afrika kwa hivi sasa. Mzinze ana gharama kubwa sana. Mchezaji ambaye namuona mimi Mzinze naweza nikamfananisha ambaye ni Mwafrika lakini anachezea Ulaya, labda ni Mo Salah. Kwa sababu kwamba uchezaji wao ni sawa na quality sawa, na tu labda ni pesa tu ambao Mo Salah atakuwa amezidi, Mzinze atakuwa bado hajaifikia ile pesa. Lakini kwa Yanga sasa hivi Mzinze wanaweza kumuuza hata bilioni 8, bilioni 10, anaweza kufikia kuuzwa hivyo. Kwa hiyo Mzinze pale Yanga ni mchezaji ambaye ni tegemezi, anategemewa. Lakini kwa huyu mwalimu aliyekuja, falsafa yake ya mpira kufundisha Pedro. Yes. Anafundisha kama tuseme sex football. Yani football, yani kwamba mpira fulani wa mapenzi, yani mapenzi ina maana kwamba kushirikiana, yani ana mpira fulani ambao unashirikiana, tendo kushirikiana. So doctor, napata shida kwa sababu mimi ni mshabiki pekee nilioa, sasa wengine hawajaoa, kwa hiyo napata shida kuidadavua vizuri. Lakini kama mtu aliyeoa anajua naongea nini. Kwa hiyo huyu kocha, kila mchezaji wa Young Africans anategemewa katika kiwanja chake. Kwa hiyo kuna kuwepo kwamba bila fulani hiyo Yanga haipo sasa hivi. Na ndio maana nikakwambia kwamba Mzinze ni mchezaji ambaye ni wa kiwango kikubwa sana Young Africans. Lakini kocha aliyekuja anamfanya kila mchezaji amtegemee mwenzie. Na ndio maana Yanga sasa hivi tunajivunia hilo kwamba tuna mpira wetu fulani wa tendo wa kushirikiana, sex football. Ndio mpira wa Yanga kuanzia Diara mpaka Pakome wanashirikiana. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi na Young Africans. Naamini Young Africans inafika mbali kwa mpira wake tulokopo nao. Unaiona wapi? Kwanza kwa Young Africans ukiacha Engineer Elsis ambaye ndio rais wa Yanga, makamo unamkuta kule Arafati Haji, unakuja kumkuta pale mzee wetu CEO, unakuja kumkuta pale Habari Privadinho pamoja na kina Alikamwe pamoja na jopo lote kina Abdulaziz.
na wengine hadi wapiga picha kina Frenki na wengineo wengi, yani pale Yanga sio malizi mpaka ukija katika upande wa wanachama unamkuta kule Samuel ambaye unakuja hadi kina Mwalimu mpaka unakuja watu kina Movic unawafikia kina Baraka Yanga mpaka kanani, yani kwamba ni jopo kubwa, yani nimekutajia hivyo mpaka GSM, ina maana tunashirikiana mpaka unakuja kumkuta official mume. Ni uongozi mapenzi sasa watu tunazungumza. Hiyo sasa uongozi mapenzi. Yanga mko vizuri. Sexy uongozi. Nikisema hivyo vipi? Naona umetisha. Yanga kwamba inashirikiana kuanzia A mpaka Z.